بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد. Ni ashukuriwe sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na jaala yake, na hasa kwa kutuneemeshea Ramadhani. Ramadhani ni mwezi mtukufu ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliuita kwa jina la Sayyid Shuhur aliposema katika hadithi ambayo ameiandika Al-Bazzar fi Musnadihi, lakini pia Al-Baihaqi fi Shu'ab al-Iman, imesahihishwa na upewa daraja la hasan na Al-Hafidh Suyuti fi al-Jami' Saghir aliposema wa isnaduhu hasan. Hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, lakini pia Abu Huraira, na pia imesimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu au anhum, Mwenyezi Mungu awaradhi wote hao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amesema sayyidu shuhuri shahru ramadhana, kwamba bwana wa miezi, baba lao la miezi ni mwezi wa Ramadhani. Kuna fikra inapita katika mawazo ya watu kwamba huu Ramadhani sio katika mwezi mtukufu, lakini Ramadhani ni bwana wa hiyo miezi mitukufu minne. Ramadhani ndiyo sayyid, bwana wao. Lakini kwa kuwa leo tumeazimia kuelezea neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemeshea umma huu kutokana na Ramadhani, ziko nyingi, neema kubwa nyingi sana, lakini leo bihaulillahi azza wa jalla kudratihi, basi tuweze kuelezea hata mbili hata moja, ili kila mmoja akiondoka hapa leo awe amepata faida kuona kwamba kumbe Ramadhani ina neema kubwa mno, neema ambayo hata hao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakuzipata au hakuipata. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameiandika al-Imam at-Tabarani fil Kabir wal Awsat, lakini pia ameiandika al-Imam Ahmad fi Musnadihi, al-Hafidh al-Haythami fi Majma' Zawaid akasema wa rijaluhu rijalu sahih, kwamba rijalu wa hadithi ni sahihi. Maana yake nini? Maana yake tunayoyaongea hapa sasa hivi ni Mtume sallallahu alayhi wasallama ameyaongea kweli. Hadithi ya Abu Huraira vile vile na Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, Mwenyezi Mungu awaradhi, awasema kuwa anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, Mtume amesemaje? Mtume amesema inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqaa fi kulli yawmin wa layla fi shahri Ramadan, wa inna likulli mu'min au wa inna likulli muslimin au wa inna likulli 'abdin fi kulli yawmin wa layla au wa laylatin da'watun mustajaba. Mtume asema hivi, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi wa Ramadhani ni utaqaa, huacha huru na moto watu, huacha huru na moto, kuandikwa kwamba hawa sio tena watu wa motoni, ni watu wa peponi, wanapigwa muhuri.
Lakini kuachwa kwao huru huku ni fi kulli yaumin wa laila, ni kila mchana na kila usiku, kila siku. Kwa maana kila siku asubuhi, kuanzia asubuhi mpaka jua likizama, kuna watu wanaachwa huru na moto, kuandikwa hawa si watu wa motoni tena. Na ikifika usiku nako pia halikadhalika, kuna watu wanaandikiwa, wanapigiwa muhuri, hawa si watu wa motoni tena. Nukta mbili hizi ni mbali na ile inda kulli fitri, kuna watu wanaachwa huru pia, wengi sana, wengi sana. Hii ni automatically katika nukta ifuatayo, kwamba mchana na usiku kuna watu wanaachwa huru na moto kwa kila siku. Alafu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaendelea akasema, wa inna likulli abdin au muslimin, na hakika kwa kila muislamu, fi kulli yawmin wa layla, kila usiku na mchana, da'watun mustajabatun, wamepewa dua waombe watajibiwa. Mbali na ile dua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humjibu Muislamu anaifunga akiomba hupewa. Mbali na ile dua wakati mtu anafuturu akiomba dua hujibiwa. Mbali na hiyo, yani hii ni bonus maalum Allah subhanahu wa ta'ala anawapa umati wake huu asubuhi na jioni waombe dua. Katika Sahih Muslim ameandika Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya Abu Hurairah mashuhuri, hadithi ya Abu Hurairah mashuhuri au Abu Hurairah. Mtume asema, likulli nabiyyi, kwamba kila mtume da'watu mustajaba, amepewa dua aombe atajibiwa. Mitume, kila mtume katika maisha yake amepewa dua hii moja aiombe ya kujibiwa. Asema Mtume, fata'ajjala kullu nabiyyi da'watahu, kila mtume dua yake alifanyia haraka kuomba. Kina Nuhu waliomba zao, kina Musa wakaomba dua zao. Nadhani dua Nuhu mashuhuri tunaifahamu, qala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara. Dua mbaya sana hii mashekhi. Yani mtume wa Allah baada ya kuwalingania waja wake, baada ya kuwalingania wafuasi wake takriban miaka isiyopungua 900. Qur'ani imesema 950, sio? Aliwalingania, aliwapa dawa kubali. Akakasirika Nuhu. Alipokasirika akamwambia Mungu, usiache yoyote juu ya ardhi hii katika makafiri, katika majumba yao. Mungu angamize wote. Na kweli shekhe wakaangamizwa wote. Mashekhe anaomba dua ni mtume, awaombea wafuasi wake dua ya maangamizi. Pakubwa. Leo imamu mtu hapa hivi viatu, akisha kuiba viatu asema jamani, tumepewa viatu hapa, tutatoa siku 3. Asiyerudisha viatu hivyo tutasoma dua kumpana mkojo. Akojoi. Tambia, huyu imamu huyu bwana, Uislamu gani huo? Uislamu gani huo? Lakini Nuh alayhi salam amwambia Mungu subhanahu wa ta'ala, usiache chochote katika ardhi hii makafiri, waangamize wote katika majumba yao, hata vinyamnyama utavitoa. Nuh aliomba hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba mitume yote dua zao wamezifanyia haraka. Kila Musa nao pia akaomba zao ni nyingi. Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wa inni ikhtabatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fahiya na'ilatun insha'allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'an. Mtume asema hivi kwamba
Lakini mimi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, dua yangu nimeichelewesha na nitaiomba siku ya Kiyama kuwaombea wale ambao wameshahukumiwa kuingia motoni lakini sio washirikina. Mimi nitawaombea dua hiyo watoke motoni waende peponi. Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallama akapiga msumari akasema, fahiya nailatun insha Allah, nayo dua yangu hiyo au maombezi yangu hayo atayapata Mungu akipenda yule ambaye atakayekufa katika umati wangu ambaye si mshirikina. Yoyote katika umati wangu huu atakufa akiwa si mshirikina, basi ndiye nitakayemuombea dua hiyo na ataipata, ataingizwa motoni, ataingizwa peponi. Tusifikirie tukaona kwamba tukae tu tusubiri dua ya mtume ya shafaa. Tuelewe kuna adhabu za kaburini, tuelewe kuna qiyamu yaumul qiyama. Watu watasimama pale, siku moja pale ni zaidi ya miaka 1050 duniani, na siku moja ya kule katika maisha ya motoni na peponi ni sawa na miaka 1000 duniani. Kisimamo ambacho watu watasimama kusubiri hukumu, riwaya zimekuja ni zaidi ya miaka 40. Watu watasimama pale kusubiria hukumu, jua kali kweli kweli hapa. Watu watakwenda kwa mitume mbali kutaka waende wakaombewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili hukumu isimamishwe. Sasa kuna hichi kisimamo, si mchezo hichi. Watu watapata tabu mno mashehe. Kwa hiyo usitarajie shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kutoa hadithi hii ni kutaka kuonyesha kwamba yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ana dua yake na ameichelewesha. Mitume wengine wana dua zao wamezifanyia haraka, lakini chukua hili ili uone kwamba sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema kubwa katika Ramadhani hii. Mitume hawa kina Nuhu, kina Ibrahim, kina Yusuf walipewa dua moja katika maisha yao, waiombe wapewe papo kwa hapo. Ila siye umma wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa Ramadhani moja tumepewa dua kwa kila siku mara 2, kwa siku 30 ni 60, kwa siku 29 ni 58. Tuombe tupewe. Hii Ramadhani moja, sifahamu katika maisha yako Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia Ramadhani ngapi? Hizi ni dua za kujibiwa. Kama alivyopewa Nuhu akajibiwa, na wewe hali kadhalika umepewa. Tumia muda huu. Leo ni siku ya 10 leo na moja kama sijakosea. Zimebakia dua 20 kwa 18. Zifanyie kazi hizo. Omba hata kama kwa Kiswahili, omba hata kama kwa Kizigua, omba kwa Kiruguru, omba dua hiyo. Usikupite muda wa asubuhi mpaka jioni hukuomba dua, itakuwa umepata hasara kubwa sana ndugu yangu Muislamu. Sasa neema inapatikana wapi? Neema inapatikana kwamba tumepewa bonus hii ya kujibiwa dua kwa Ramadhani mara 60 au mara 58. Kwa hiyo tukijibiwa dua ndio nini? Mashehe, tufahamu kwamba dua ndiyo kitu pekee na ndiyo ibada pekee yenye maajabu na ndiyo kitu pekee ambacho kinarudisha qadara. Qadara ni makadirio Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuumba binadamu, kwa maana mbegu za uzazi zikiwa katika fuko la uzazi, siku ya 40 ya kwanza, 40 ya pili, 43 hutumwa malaika aende andike mambo 4. Andike riziki yake na ajali zake, lakini pia mwema au mbaya, anaambiwa ndivyo malaika. Tena kwa mujibu wa Bukhari na Muslim ilikuja fayuhmar, malaika anaamrishwa aandike riziki zake, ajali zake, ni mwema said au shaqi au sa'id,
mwema au mbaya. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala atoe amri hiyo, aandike hivyo malaika? Allah subhanahu wa ta'ala alishamjua binadamu kwa kuwa ana sifa ya alima ma kana wa alima ma yakun wa alima ma sayakun wa alima ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Anajua Allah jambo ambalo limekuwa huko nyuma, linalokuwa hivi sasa, litakalokuwa baadaye, na kama lisingekuwa lingekuwaje. Sifa hii kubwa na shekhi. Hii sifa hii wa ya'lam ma lam yakun law kana kaifa kana yakun, kwa maana kujua lisilokuwa lao litakuwaje. Mashehe, hii sifa kubwa sana, na sifa hii anayo Allah peke yake. Sasa Allah alishamjua binadamu kwamba huyu atafanya kadha 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 kadha, mwisho wake atakuwa mtu wa motoni. Amwambia mwandike motoni huyu. Huyu anafanya kadha 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 kadha, ataingia peponi, mwandike peponi huyu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwa mujibu wa hadithi ambayo ameiandika Al-Hakim akasahihisha, At-Tirmidhi akasahihisha, ya Salman al-Farisi, lakini pia Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni hadithi sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yaruddu al-qadara illa du'a'u wa la yazidu fil umuri illa al-birr fa inna ar-rajula Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yaruddu al-qadara illa du'a, hakuna kitu kinachoondoa qadara isipokuwa dua. Yani umekadiriwa upate ajali, ukaomba dua ajali isikupate. Lakini pia akasema la yazidu fil umri illa albir, na hakuna kitu kinachozidisha umri wa mtu isipokuwa nini? Wema. Ashurahu wanena maana ya kuzidishwa umri ni mtu kuwa mtu mwema. Mtu akiwa mtu mwema, akifa bado anatajwa, kama leo walivyokuwa kila al-Imam Shafi'i, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, wamefariki sahihi ni miaka 1000 iliyopita, lakini utasema kana kwamba tunao leo. Al-Imam Shafi'i anatajwa leo, na kila akitajwa anapewa rahma, na kule Allah subhanahu wa ta'ala anamjazia katika akaunti yake kuzidisha umri. Lakini pia wengine akasema hata umri wa kawaida uzidi, lakini alhasil ikiwa ni kwa al-a'malu salihah taban, na ikiwa ni umri mwenyewe ni sawa. Wa inna rajula la yuhramu rizqa bi dhanbi yusibu. Mwisho Mtume rahma na amani zifikie juu yake asema, na hakika mja ananyimwa riziki yake kwa mabaya anayoyafanya, kwa madhambi anayoyafanya. Hii wazi yatuonyesha katika nukta kuu tatu hizi mbili. Katika nukta kuu tatu hizi yaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafuta qadara kwa dua. Labda hii inaweza kabisa hiyo ni hadithi. Allah kasema wapi? Allah asema katika kisa mashuhuri kile cha Yunus alayhi salam, asema laula annahu kana min almusabbihin dhahiri laula annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Iko shekhe asema Allah subhanahu wa ta'ala, lau Yunus kama singekuwa ni katika watu wanaomsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, kama si katika watu wanaoomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala istighfar, wa kusemaje la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dua hivyo, kama si dua hii basi angekaa katika tumbo la chewa Yunus baada ya kutupwa na wafuasi wake ila yaumi ba'thun, mpaka siku ya watu kufufuliwa. Yani mpaka leo Yunus angekuwa yuko katika tumbo la chewa lile. Kilichomuondoa kule ni nini? Ni tasbihi, ni dua mashehe. Ikiwa mtu alihukumiwa
akae miaka yote katika tumbo la chewa. Leo Allah subhanahu wa ta'ala anatuainishia kwamba ametoka katika tumbo la chewa kwa sababu ya dua kuziomba. Hii inamaanisha kwamba la yarudu al-qadara illa dua. Lakini pia Allah asema yamullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab, anafuta Mwenyezi Mungu anayotaka na anathibitisha katika kitabu mama cha kadara. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anafuta kadara kwa Muislamu akiomba dua, anafuta majanga kwa Muislamu akiomba dua. Tuliona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuomba dua aina mbili kwa watu wawili ili waingie katika Uislamu, akiwepo Sayyidina Umar bin Khattab, mwingine nani? Abu Jahl, na Amr bin Hisham. Aliomba dua hawa waje katika Uislamu. Tabaan mmoja kuingia katika Uislamu, lakini Umar aliingia ndani ya Uislamu. Dua iliombwa kwa mtu ambaye ni kafiri ili awe ni Muislamu. Kuna swali ulizwa, hivi shehe, inawezekana mimi na mwanamke nampenda sana, naweza kufanya dua ili anikubali mwanamke? Naambia yeye ndio, unaweza kufanya dua ili akubali umuoe. Lakini shehe, sitakuwa kama namlazimisha ili anipende. Uone kama namlazimisha anipende hivi, kwa nini siwe tu automatically yenyewe tu anipende? Namwambia basi kwa nini kule Omar angeendelea tu kuwa nini na ukafiri wake? Mtume sallallahu alayhi wasallam asingemwombea dua, angekuwa. Yaani nikimaanisha kwamba hii ni hoja unaweza ukaitumia kwamba kitu ambacho hakipo katika mstari wa kadara ukakiombea dua kikarudi katika mstari. Lakini hili kwa kitu kingine watu wengi watakuwa halielewi. Mashehe, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfunza mjukuu wake Sayyidina Hasan bin Ali, kama sijakosea, ni hadithi ya Ashabi Sunani na wengineo Ashabi Masanid. Mtume alimfunza Sayyiduna Al-Hasan, riwaya nyingine dhaifu imekuja na Husaini pia. Naam, alimfunza dua maalum ile ya kunuti katika swala ya witri. Lakini pia utaona madhehebu mawili, la al-Imam Shafi'iyya na al-Imam Malikiyya, hawa wasema kunuti katika swala ya alfajiri ni sunna, waitegemea hadithi ya Anas bin Malik. Lakini pia na wengineo wameeleza hivi dua ile, Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita. Hapa Al-Uthaymeen asema katika dua hii kuna tawassul, yani Waislamu, yani Sayyiduna Al-Hasan anafunzwa na babuye kwamba aombe Mungu tuongoze sisi kwa namna ya wale waja wema ulivyoongoza, au kama ulivyoongoza waja wema, na utoafu kama ulivyo waafu ulio waafu. Ina maana kwamba kitendo cha kuomba dua na kukipelekea katika utaratibu huo, Al-Uthaymeen akasema kwamba hii ni katika nini? Kutawasal wa waja wema. Naam, na miongoni mwa tawasul ambazo za kubalika na salafi ni hiyo ya waja wema pamoja na amali njema. Naam, lakini hao waja wema hao basi ukitawasal nao kwa kuwapenda kwao ni sawa sawa tunakutasali kwa jai. Kwa hiyo katika dua hii mwisho huko Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Al-Hasan aseme wakina sharra ma qadaita, tukinge na shari ulio ihukumu itufike au inifike. Jamani, hukumu ishapita, upate ajali. Huku Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amfunza mjukuu wake aombe dua Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na shari ambayo kashahukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tosha yatuonyesha kwamba
dua inabadilisha kadara. Lakini pia tuambiwa kwamba tukiwafanyia wema ndugu zetu, kwa maana kuunga ukoo inaongeza riski. Riski shehe simeletu kadara. Sasa iweje hii riski iongezeke kwa kumfanyia wema ndugu yako? Hii ni wazi yaonesha na yaonekana kwamba kadara inabadilisha dua. Katika nukta msingi ni kwamba dua ina thamani kiasi ambacho inaweza kubadilisha dua, kubadilisha kadara. Na ili dua iwe na thamani ni Muislamu kukubaliwa maombi yake ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Maombi kwa siku guarantee yanakubaliwa mara 2. Lakini maajabu ya dua ambayo mpaka leo ulimwengu haukubali, mashaikh, ulimwengu haukubali. Balqis alikuwa Saba ya Yaman, Suleiman alikuwa Palestina, Asaf bin Barihia akiwa chini ya nani? Ya Suleiman. Dua shehe pale ikapigwa, ikasomwa dua pale. Ilipopigwa dua au kusomwa dua, tuambiwa ni Ismullahi al-Azam. Kile kiti kutoka Palestina kikaletwa kwa haraka sana kuliko kufumba na kufumbua. Kabla an yartadda ilaika tarfuk, kabla jicho halijaona. Hii ni simu hii simu nikifumba macho hivi alafu nikifumbua nijue ni simu, alafu mwingine anaangalia aseme simu, yuko haraka zaidi? Wa kwanza wa pili? Wa kwanza amefumba macho, baada ya kufumba macho akafungua macho akaangalia, hii simu hii tena fake Mchina. Mwingine kaangalia, simu Mchina fake Tecno. Nani wa haraka zaidi? Mashehe, nani wa haraka zaidi? Wa kwanza wa pili? Alifumba na kufumbua au aliangalia akajua simu? Wa pili. Naam, wa pili ndio kabla an yartada, kabla jicho halijapepesa kujua nini hichi au jicho halijaona. Kwa hiyo natuambiwa ni kilomita zaidi ya 2000 kutoka Palestina mpaka Yaman, ni kilomita zaidi ya 2000 mashehe. Dua imechota kiti. Si dua unaifanya mtu yuko London hapo akafanya mambo yake kula kwa sawa, au labda ukamfanya mpenzi kula kupende. La, dua ya kuchota kitu, unakichota kitu, kwa maana arshi ile imechotwa min Saba ila Palestina kwa muda ambao hauzidi sekunde moja, kwa haraka sana. Dua shehe, hiyo dua ndio ilifanya maajabu makubwa mno hayo. Hizi ni neema kubwa sana ambazo Waislamu wana haki na ni muhimu kuzifuatilia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alishaweza kumjua binadamu, na ndio maana akatoa hukumu ile. Maana wako watu wasema kwamba sasa mbona Allah kana kwamba kafanya dhulma hapa, iweje amwandikie huyu ni mtu mbaya? Mashehe, mpira unachezwa mpira, unauangalia mwanzo mpaka mwisho, ukajua fulani kafunga, mwingine kafungwa, unajua dakika pia mtu aliyofunga, unajua nani kacheza warafu, unaelewa hivi mpira. Alafu ule mkanda ule unakuja sasa kuwekwa, au CD ile inawekwa sasa, unaangalia CD ile, utakuwa wewe unafahamu dakika ya kwanza nani kafunga, dakika ya pili nani kafungwa, utakuwa unajua. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anamjua binadamu kushinda hivyo. Tofauti ya Allah na binadamu, wewe ule mpira unaoangalia uliorekodiwa hauwezi tena kurekebishwa ule, ni vile vile. Lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa huyu binadamu anampa nafasi, au kuna nafasi ambayo ni ya ziada hutolewa ili binadamu yule aweze kubadilika. Jamani, masuala kadha haya yana kina kirefu cha taaluma, yana mkutano mno kwa taaluma. Masahaba wengi zaidi wamekutana na maulama wengi kuhusiana na kadara, lakini alhasil kwamba
qadara ipo na Allah subhanahu wa ta'ala anafuta qadara. Basi lisha huyu ambaye ameweza kuangalia mpira kama kuangalia hivyo. Mashehe, kuna elimu ya ziada. Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kumpa elimu hiyo, akauangalia mpira mwanzo mpaka mwisho, akasema leo jamaa anafungwa leo, akasema wazi leo fulani anafungwa leo, na akafungwa kweli. Si nafahamika vyema? Yani iko elimu, ziko elimu. Tusomeni mashaikh. Kwani uone ile hadithi ambayo imeandika al-Imam Muslim ya Muawiya bin Hakam, mashuhuri, kaandika Muslim Abu Dawud na wengi tu, ambayo mpaka leo ashurau wanavutana kimaana yake. Tumesema kana nabiyun min al-anbiya yakhuttu faman wafaqa khattahu au khattu fadhaka. Baada ya kuelezeana masuala yale ya uangalizi, Mtume akasema, imeelezewa maangalizi kama ya aina tatu hivi. Ama alipokuja katika khati, Mtume akasema alikuwepo Mtume wa Allah akifanya maangalizi ya kupitia khati. Mwenye kuzipata hizo hati basi amepata hiyo elimu. Ashurahu bin Nawawi wasema sawa, hiyo hati ipo, lakini sisi maindana yaqina, hatuna uyakini nayo, hatujui hiyo, itakuwa ni haramu. Anisia wanaijua elimu walifanya. Kwa hiyo hatuwezi kusema ni haramu. Kwa sababu gani? Kwa sababu elimu ipo. Hatuwezi kusema ni haramu kwa sababu hatuijui, wajua wapo. Sasa mtu shehe anaweza kuangalia mpira akajua fulani kafunga hivyo. Elimu hizi. Maana hii inamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafuta qadara. Hapa nifahamike vyema, isije ikawa tofauti na maanisha hivi. Elimu za kufahamu masala ya bahati zipo. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa waja wake elimu ipo. Kuonyesha kama ipo ni hadithi ya Muslim ya Muawiya bin Hakam. Yeye asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya kuuliza na kuna watu yakhutun wakifanya hati za kuangalia, Mtume akasema kana nabiyun min al-anbiya'i yakhuttu faman wafaqa khattahu au khattuhu fadhaka au faqad asaba. Alikuwepo Mtume katika mitume wa Mwenyezi Mungu akifanya hiyo elimu ya kuangalia kwa hati. Anaipata elimu hiyo, amepata, kwa maana kajua elimu hiyo. Lengo langu hapa ni kutaka kuonyesha kwamba yako mambo ya bati Allah subhanahu wa ta'ala anawapa waja wake aliyowachagua, anawapa. Sisi au mimi na wewe ambao hatujui, tuendelee tuseme hatujui na tusiweze kusema ni haramu, kwa sababu Mtume amesema elimu ipo. Lengo langu kuonyesha kwamba elimu hizo zipo. Nakumbuka babu yangu siku moja aliniambia kuna timu moja kule kwetu huko, akanambia watafungwa goli 3 hawa, na kipindi cha kwanza watafungwa goli 3 hawa. Kweli kipindi cha kwanza wakafungwa goli 3 kweli. Nikasema mzee kabatisha wewe, wacha tumsubiri. Tukaenda, haya mzee leo vipi na leo? Akanambia leo hakuna magoli hakutokea kweli. Haya, ikawa hali kwa hivyo. Lakini pia pengine ajabu zaidi mashehe, katika maulidi haya kuna mtamu sana. Maulidi tulikwenda siku moja maulidini, sika maulidini huko, ile gari tuliokuja nayo ikatukimbia, kuonekana hawa mashewa mjini hawa leo tuwaonyesha sisi. Vijijini kule ukienda, watu wa mjini, watu wanafuatilia sana kutaka kuahirisha, kwa kuwa gari ya kijiji imeenda kijiji kingine kwa lengo la kuhudhuria hafla ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kabla ya qiyamu ile gari, baadhi ya mashehe na vijijini wakaondoka nayo,
ni kilomita zipungui 70 kutoka hapa mpaka jini kwetu. Basi tumekaa mpaka tunasimama kiasi, tunakula chakula, gari haipo. Jamani, gari haipo. Gari haipo, utashaenda. Basi baada ya maulidi kuisha, watu kuja barabarani, gari haipo kweli, imeshaondoka. Haya, nenda mguu sasa. Tukatoka na mguu mosi, mguu pili, kufika mbele. Katika sisi shehe mmoja akasema, hebu simameni. Akaja akazungusha mstari. Sote tukawa ndani ya duara. Tukawa ndani ya duara. Hichi kisa ni waqi, al-waqi. Kimetokea kwa kushuhudia. Akapiga mstari. Akaenda ndani hapo. Tukakaa ndani pale. Fumbeni macho. Tukafumba macho. Msifungue mpaka niambie fungue. Haya, fungueni. Tumefungua, tupo kijijini nje ya msikiti. Tupo kijijini nje ya msikiti, na litokee tukio hili haijapita hata miaka 12. Nikiwa mtu mzima hivi. Shekhe, tupo msikitini. Watu kakubaliana haina haja ya kwenda nyumbani kulala. Tukaeni mpaka ndani hapa alfajiri. Tukakaa ndani saa 11 kasoro dakika 7 gari ingia hiyo. Kuja ndani taa imewaka, watu makanzu. Sasa wale kaa wanakimbia. Majini. Toba majini yani. Hadi sema majini eti. Kwa hiyo mashehe, hizi habari zipo. Sijakwambia hiyo ni bid'a. Tunafahamu kwamba wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na tarehe zimeeleza kuna usiku wa jini. Sheikh kama shahidi, usiku wa jini. Usiku wa jini huu Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka yeye na Abdullah bin Mas'ud, kama sikosea. Kaandika Muslim na wengine wa sahabi sunani, lakini pia Samasani wameandika. Ni kisa mashuhuri na sahihi. Abdullah ibn Mas'ud kama sijakosea akatoka na Mtume sallallahu, wakaenda Mtume kwenda kuongea na majini. Mtume akatoka kufika sehemu akachora duara, mstari duara akachora. Alipochora akamwambia Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, usitoke humu ndani. Nimekuja usitoke, sijakuja usitoke mpaka nitakapokuja mwenyewe. Usitoke ndani. Kwa nini asitoke? Asitoke kwa sababu anakwenda kukutana na majini. Maeneo aliyofika ni nyumba au ni maeneo ya majini. Majini watamsumbua. Ule mstari aliyopiga majini hawawezi kufika pale kumfikia. Haya, kwa nini msomee dua jamani? Ziko Yasini nyingi tu. Namsomea Yasini. Basi kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda kule, akaongea na majini, akapeana ahadi. Majini waliotaka walipewa na Mtume. Miongoni mwayo ni kwamba kuna baadhi ya vyakula vyao sisi tunalifanya najisi, kama mifupa, tunafanya haja kwenye mashimo yale na mawe nyumba zao mule. Kwa hiyo wakataka majini kwamba Waislamu basi sisi tunakubali wewe, lakini tuomba basi wasitugojolee katika majumba yetu. Tuyaache hayo. Mahali shekhi hapa. Ule mstari ulipigwa. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud aeleza kwamba aliona majini si ya kawaida. Wana mwili vya moto, wengine wanatisha, akawa na hofu. Wanakuja mpaka kwenye mstari ule hapo mlima, hawezi kumkaribia. Labda hiyo kama inasumbua, labda hayo hadithi hizo bwana zina shida. Jamani, kuna sura katika Qur'ani yaitwa Al-Baqara. Tuifahamu. Sura ya pili kubwa sana, ndefu sana sura hiyo. Ile sura ya ng'ombe. Jamani, ng'ombe yule ni kisa ambacho kilitokana wana wa Israeli. Kuna mtu aliuliwa. Alipouliwa ule mtu ikawa haifahamiki nani kamuua. Kwa hiyo watu wakaja kwa Nabii Musa alayhi salam
kutaka kujua, aende kwa Allah aongee naye ili awaeleze nani kaua. Musa alayhi salam alipokwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akamwamrisha wale watu wachinjie ng'ombe. Watu watakumjua nani kamuua fulani. Allah angesema aliyemuua fulani ni Abu Aisha au ni mamu wenu Sheikh Pembe tukaua. Eti anachinja ng'ombe bwana. Tena ng'ombe huyo ana rangi ya ajabu. Jamani, sisi Qur'ani tunaisoma mara kwa mara. Sura mashuhuri. Wakachinje ng'ombe, ikaenda ng'ombe akawa ni njano. Ng'ombe wa njano leo maskini sio naona. Wakamchinja ng'ombe, baada ya kumchinja ng'ombe, wakaamrishwa wachukue mkia, wampige yule maiti. Alipopigwa maiti akafufuka akawa mzima. Akaulizwa, manilladhi kataraka? Ni nani aliyekuwa wewe? Akasema fulani ameniua. Kesi ikaisha hapo. Haya, kwani watu waambiwe wakachinje ng'ombe jamani? Si angeambiwa tu. Kwa hizi ni elimu. Basi inshallah mashekhe, nadhani mpaka hapa niseme bihaulillahi azza jalla wa qudratihi, wa tuishilie hapa. Palipokoseka basi niwe radhi na mniwe sawa. Sheikh Shabani amenisifu sana. Mimi ni mwanafunzi tu wa kawaida, si katika wale maulama, lakini pia niliseme hili mbele ya shekhe wetu hapa Sheikh Shabani kwamba panapo majaliwa yake Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa na uzinduzi wa kitabu kikubwa cha Al-Fawaid Adh-Dhahabiyya. Kina hadithi zaidi ya 40,000 mijeledi 20. Hadithi sahihi zote niliweza kukikusanya hicho miaka 2 iliyopita. Kwa hiyo inshallah mwezi huu mwishoni tutakizindua kule Diamond Jubilee. Ni kitabu ambacho kimetiwa na mashehe wakubwa wa Afrika na Saudia na Misri, lakini pia London. Wametoa takriri zao ukielezea. Ni kitabu cha kwanza kwa Afrika Mashariki na Kati na Kusini. Mwanachuoni wa Tanzania, kijana wa Tanzania ndio ameandika kitabu hicho, kwa maana ameweka hadithi na kauli za maulama tena katika milango ya fikihi, ni maana ni fikihu sunna. Basi inshallah Allah akijalia tutakuja kujumuika pamoja inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.